Viongozi wakuu wamekuwa ndio kimbilio la wananchi wenye kero na changamoto mbalimbali ambazo hazijafanyiwa kazi kwa wakati. Ziara zao zimegeuka majukwaa ya wananchi kupeleka malalamiko na kueleza kero, na hapo ndiko ambako kimeonekana kupatiwa suluhisho ya yale ambayo yamekuwa yakiwaumiza kwa muda mrefu. Kwa nini viongozi hawa ndio waendelee kuwa kimbilio wakati kuna sehemu ambayo viongozi wa juu, ikiwa na maana kwamba rais amekasimisha madaraka yake? Rais amekuwa akisaidiwa na watendaji kwenye ngazi zote mpaka chini kabisa, lakini inaonekana haijatosha. Kero za wananchi zingali zikiibuka kila uchao, na kuna wale ambao wanalalamikia mambo kadha wa kadha. Hicho ndicho ambacho tutakachojadili kwenye Uchanganuzi hii leo. Naitwa Nurdin Selemani, nimemwalika hapa Saidi Msonga, mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana Msonga. Asante sana, nashukuru. Kwema? Kwema kabisa. Kinachofanywa ni unoko ama kutotimizwa wajibu kwa viongozi? Kimsingi kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea wananchi wa kawaida wanapoona kiongozi wa juu amekuja waone kwamba hii ndio fursa, wazungu wanasema last resort, yani ya mwisho ya kuweza kupatiwa suluhisho katika changamoto zao. Sasa ukiangalia nini kinapelekea hali hiyo, kwanza tunaweza tukasema wazi kwamba utendaji wa hofu na uzembe wa watendaji wengi unapelekea hali kama hiyo, kwa sababu maeneo mengi ambayo ama malalamiko mengi ambayo yanatolewa na wananchi kwenda kwa viongozi wa juu, unaweza ukayaona tu kwamba haya mbona ni malalamiko ambayo wako watu wengi chini ya huyo kiongozi wangeweza kufikishiwa na wakayafanyia kazi. Kwa nini haya? Ni kwa sababu kuna tabia imejengeka miongoni mwa viongozi hasa wa ngazi za chini kuwa na hofu ya kuwajibika kiutendaji katika nafasi walizopewa mamlaka kufanya kazi, lakini pia pamoja na hiyo hofu wamekuwa pia na uoga wa kufanya maamuzi bila kutegemea mwongozo kutoka ngazi za juu. Kwa hiyo mara nyingi unakuta kwamba mtu jambo liko mezani kwake na yeye kimamlaka ndiye anayepaswa kufanya maamuzi, lakini hafanyi maamuzi, anasubiri mpaka aelekezwe na kutoka juu. Siku hizi hiyo lugha inatumika, unasikia ni maagizo kutoka juu, maelekezo au maelekezo kutoka juu. Sasa hayo maelekezo kutoka juu yatatoka juu na yatateremka kwa watu wangapi, wakati kumbe yeye kwa namna ambavyo alipewa yale mamlaka ndio maagizo yenyewe au maelekezo yenyewe na nguvu kutoka juu ambayo tayari ilikuwa imemfanya awepo pale ili aifanye ile kazi aliyopaswa kuifanya. Kwa hiyo wengi wamekuwa wanajijengea hofu tu pasina sababu za msingi za kwa nini wasitimize wajibu wao katika masuala mazima ya utendaji. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu mojawapo, lakini lingine ambalo linaweza likawa pia ni sababu ni upungufu wa rasilimali. Ni ukweli usio na shaka kwamba kuna urasimu mkubwa ambao huwa unajitokeza. Unaweza ukasikia kwamba mipango pengine ya serikali kuu ikawa ni kuleta maendeleo, kuleta miradi kwa wananchi na wananchi wakisikia kwamba serikali kuu tayari imeagiza mradi fulani utekelezo, wanaamini kwamba kila kitu kitakwenda sawa. Lakini namna rasilimali kutoka serikali kuu zinavyoteremshwa mpaka kufika katika eneo husika, nao pia kuna urasimu mwingi. Unasikia kuna mtu anatakiwa asaini, hayupo, yuko Dodoma, kasafiri kaenda Dar es Salaam na nini. Kwa hiyo unajikuta kwamba ile rasilimali fedha ambayo ilipaswa ifike katika eneo husika haijafika kwa wakati. Kwa hiyo unakuta hata kama kuna ni eneo la mradi, pengine kuna mkandarasi yuko site kama ambavyo tumezoea kusikia, anakuwepo site lakini hajawezeshwa kifedha kwa ukamilifu kuweza kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo unakuta kama ni matengenezo, tuchukulie mfano ya barabara, atachukua vifusi, atarundika, na matokeo yake badala ya kuwa msaada, vile vifusi vinakuja kuwa kero kwa wananchi, kwa sababu watakosa njia ya kupita, na pengine mvua ikinyesha kabla havijafanyiwa kazi vinaweza vikasababisha maji yakaenda katika makazi ya watu na kusababisha mafuriko. Kwa hiyo kero na malalamiko hayo moja kwa moja wananchi wataanza kutafuta tuyapeleke kwa nani,
na yule ambaye yuko pale katika eneo husika ambaye ndiye alitakiwa apokee na ayafanyie kazi, anaona kabisa kwamba hana namna yoyote ya kufanya, kwa sababu hata akimuuliza yule mkandarasi, jibu la mkandarasi ni kwamba sijapewa fedha za kutosha za kuweza kutimiliza hilo, japo zimeshazungumzwa, lakini kuna mtu anasubiriwa asaini, approve, sijui athibitishe, aruhusu hiyo fedha itoke, na hajatimiza wajibu wake, na huyo ni mtu ambaye yuko juu. Kwa hiyo unakuta kwamba hata yule ambaye alitakiwa achukue hatua dhidi ya yule mkandarasi anashindwa kufanya. Sasa huo nimetoa ni kama mfano. Sasa wananchi katika muktadha kama huo wanapoona fursa sasa inatokea, kiongozi mkubwa anakuja, ndo wanaona hapa tumwambie na hili. Umeona? Kwa hiyo ndo wanamfikishia na lile. Kwa hiyo pia ni sababu nyingine ambayo inapelekea watu kusubiri mpaka wanapoona kiongozi wa juu anakuja, wanaamini kwamba utatuzi wa changamoto zao unaweza ukafanyika katika mazingira ya uharaka, kwa sababu yule wa juu atakuwa na nguvu kubwa ya kutosha ya kutoa maagizo. Kwa kama kuna watu hapa katikati ambao walikuwa hawaruhusu utaratibu ukachukua nafasi yake, manake kwa kujua kiongozi wa juu amekuja, basi na wenyewe watashtuka na watapewa maagizo, na utaona sasa wanafanya kazi. Na hii ndio ambayo tunakuwa tunaishuhudia hata kwa mfano katika ziara za waziri mkuu anazopita. Unaona wakati mwingine anawaagiza TAKUKURU, lakini hao TAKUKURU wanaoagizwa huwa wako pale pale. Kwa nini wasichukue yale maamuzi ya kusema kwamba hiki kitu ni kinyume cha taratibu za kisheria, tukachukua maamuzi? Lakini hata wao utawaona kwamba wanasubiri, wanampa taarifa, alafu yeye anakuambia ninazo taarifa za kutosha, na miongoni pengine mwa vyanzo vya taarifa zake ni wale atakao kuja kuwapa majukumu ya kushughulikia lile jambo. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona kwamba hii hali ya hofu ya utendaji, ukosefu wa rasilimali, vinaweza vikawa ni sababu mchanganyiko ambazo zikawa zinapelekea kwamba watendaji wa ngazi za chini wakashindwa kufanya majukumu yao kwa vile ambavyo wanapaswa kufanya, na kupelekea kwamba wananchi kusubiri mpaka waone kiongozi wa juu ili wamfikishie malalamiko yao. Msonga, umetaja sana neno hofu. Umerejea sana neno hofu. Kiongozi anakuwaje na hofu wakati yeye amekasimishwa madaraka, wakati mwingine labda ya sehemu ya rais? Kwa sababu kama wewe ni mkuu wa mkoa, maana yake umekabidhiwa madaraka hayo na rais, unamwakilisha katika mkoa wako. Kama mkuu wa wilaya ni hivyo hivyo, umekasimishwa madaraka ya rais. Sasa hofu inatoka wapi wakati kiongozi amekuteua ili uwajibike kwa niaba yake? Kuna dhana huwa inajengeka, na hususan kwa viongozi na hasa hawa wa ngazi za chini, huwa wanajaribu kuzifikiria zaidi kesho zao, kwamba nikifanya maamuzi magumu kwa nafasi hii nilionayo, inawezekana kesho mambo yakapinduka na nisiwepo hapo nilipo. Sasa wale ambao nilichukua maamuzi kwao watanitazama vipi? Sasa anaona kwamba kwa kuhofia hilo la kwamba pengine kesho yake haijui itakuwaje, ana hofu kufanya maamuzi magumu, wakati mamlaka ya kufanya hivyo anayo mkononi kwake, kwa sababu kaisha kasimiwa hayo madaraka na mamlaka iliyomteua kwamba ufanye uwajibikaji wako kwa taratibu hizi na hizi, na wengine wana miongozo kabisa ya kimaandishi ya namna ambavyo wanapaswa kutekeleza majukumu yao. Lakini sasa hayo yote anayaacha, anaenda ananunua hofu ya kwamba nisije nikafanya maamuzi magumu nikaonekana mimi wa tofauti. Lakini lingine ambalo linatengeneza hofu ni kwamba kuna ile sheria namba 1 wanasema never outshine the master. Wako watu ambao wanasema kwamba ukionekana unafanya vizuri sana kuliko walio juu yako, unajitengenezea hatari. Na hii imekuwa ikitokea sana hasa huko katika halmashauri. Unakuta mtendaji labda pengine ni mhasibu wa halmashauri, anapotaka kufanya majukumu yake kwa weledi kulingana na taaluma yake ya uhasibu, wakuu wake katika halmashauri husika wanaona kwamba huyu ni tatizo kwetu, kwa sababu jinsi anavyotimiza wajibu wake kikamilifu na kwa kuzingatia weledi wa taaluma yake ni hatari kwetu. Kwa hiyo watamfanyia kila aina ya mbinu kuhakikisha kwamba anaondolewa katika nafasi alionayo. Sasa katika mazingira kama hayo, unaweza ukaona baadhi ya watendaji wenye taaluma na weledi wanaacha kutumia taaluma na weledi wao kwa hofu ya kuadhibiwa na wakuu wao, kwa sababu wao wamesimama katika mstari mnyoofu. Sasa mazingira yote haya pia huwa yanatengeneza hii hali ya hofu. Kwa hiyo unajikuta kwamba watu wanaacha
jambo, lakini wanaliona na changamoto wanaiona, lakini wanasema nikionekana nachukua hatua hapa, itaonekana kwamba nataka kumpiku mkuu wangu, labda pengine niwe promoted, yani niweze kuthaminika na kupandishwa nafasi kimadaraka ili niweze kufikia katika nafasi yake. Sasa katika ile hali tu ya mazingira ya kiofisi ya watu wa juu kutotaka nafasi zao walio chini labda pengine wazinyemelee, basi wataanza kumwandama yule kwa sababu ambazo wakati mwingine hazina msingi na kumsababishia kwamba labda pengine ahamishwe na apelekwe katika maeneo ambayo kimajukumu ya kikazi yatakuwa ni mazingira magumu. Sasa watu kwa kuhofia hilo ndo wakati mwingine wanaamua kuweka weledi wao pembeni, kuweka taaluma yao pembeni, wanaivaa hofu na wanashindwa kuwajibika. Wanaposhindwa kuwajibika, wananchi wa kawaida ambao walitarajia kuona kwamba serikali yao ikiwahudumia kikamilifu, wanabaki na lawama za kuona kwamba kwa nini watu wanashindwa kufanya kile wanachopaswa kufanya. Kwa hiyo wanapoona na wao sasa ametokea mkubwa wa wakubwa hao wanaokaa nao hapo katika eneo lao, wanaona ndo hapa sasa na sisi tupasue jipu ili mkubwa huyu aweze kuwaambia hao waweze kutimiza wajibu wao. Sasa hii hali ndo inayopelekea haya mazingira yote ambayo tunayashuhudia ya kuona kwamba watu wanakuwa na hofu ya kufanya maamuzi wakati mamlaka na sheria zinaweza zikawalinda katika kutimiza majukumu yao. Kiuongozi, ni sahihi kwa viongozi wakuu kufika eneo ambalo lina watendaji wote ambao mmewakasimisha hayo madaraka wawatendee kazi kwa niaba yenu, alafu mnasikiliza zile kero ambazo hawa ndio ilipaswa wao wazishughulikie? Nadhani si tatizo kwa kiongozi kufika na pengine kusikiliza kero, ila aina ya kero ambazo zinasikilizwa, kuna baadhi ambazo zinazowasilishwa na wananchi unaweza ukaona kabisa kwamba hii ilikuwa ni kero ambayo ingeishia kwa mkuu wa kituo cha polisi, kituo kidogo cha polisi, lakini kwa nini nayo ilisubiri? Kwa hiyo ina maana inatupa picha kwamba mazingira ya kiutendaji katika dhana nzima ya uongozi yana changamoto ambayo lazima serikali kuu ichukue hatua za maksudi kuhakikisha kwamba hali ya mambo inabadilika, kwa sababu kwa namna ambavyo viongozi wa juu wamekuwa wakifanya ziara na yale ambayo wamekuwa wakikutana nayo kama sehemu ya malalamiko kutoka kwa wananchi, yanawapa picha kwamba shughuli nzima ya utendaji katika ngazi za chini ina changamoto kubwa. Sasa lazima waumize vichwa kwamba nini kinapelekea hawa watendaji wetu ambao tumewapa mamlaka wanashindwa kutimiza wajibu wao. Inawezekana wanakosa mafunzo, inawezekana wanakosa rasilimali fedha, inawezekana wanakosa rasilimali watu, kwa maana kwamba mtu amepewa madaraka mahali lakini hana watendaji. Pengine walimu wameajiriwa, wanapangiwa kwenda katika skuli baadhi ya maeneo, wanaona ni maeneo ya vijijini, maeneo ya pembezoni, hawafiki, au wanafika wanakutana na changamoto zinawalazimu wayakimbie maeneo yao ambao walikuwa wamepangiwa. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya vijiji vinakosa hata walimu, na baadhi ya vijiji mpaka wananchi wenyewe wanaamua kujitolea kutengeneza mazingira. Niliwahi kuona taarifa huko nyuma, baadhi ya vijiji wako pembezoni mwa ziwa, wanavua, wale wavuvi wanapoenda kuvua basi wamejiwekea utaratibu kwamba sehemu ya kitoweo ambacho kitapatikana baada ya shughuli zao za uvuvi wanawapelekea bure wale walimu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwatengenezea mazingira rafiki, wapende kuishi katika kijiji chao ili wawafundishie watoto wao. Lakini kuna maeneo mengine unakuta walimu wanakabiliana na changamoto kali. Yaani huo natolea ni kama mfano tu wa namna ambavyo watendaji ambao wanaweza wakakosekana sehemu mpaka yule ambaye sasa ni in charge ama kiongozi wa eneo husika anakosa rasilimali watu. Kuna maeneo mengine unakuta kwamba mwalimu anakumbana na changamoto ama mfanyakazi ambaye ni mgeni kaja kwa ajili ya kufanya kazi eneo hilo, lakini watu wanajaribu kumtingisha kidogo hivi. Wale watu hasa wenye nguvu zao za asili wanaona hebu huyu mgeni amekuja tumlaze chooni kwanza, ama pengine tumkesheshe usiku kucha akifanyishwa kazi. Sasa asubuhi mtu akiamka na ile hali hajawahi kuzoea, anakusanya mabegi yake na kutoroka eneo lake la kazi. Mtendaji wa pale anakosa rasilimali, na kukosekana kwa rasilimali kunapelekea utekelezaji wa maagizo ya serikali kuu katika eneo husika yanadorora. Yakidorora manake moja kwa moja ni changamoto kwa wananchi, na inapokuwa ni changamoto kwa wananchi wataona kwamba sasa hata kama tutafikisha kwa mtendaji aliyopo pale, na yeye hana namna ya kufanya kwa sababu hana rasilimali watu.
Manake sasa watasubiri mkubwa aje ili wamwambie kwamba hapa tuna changamoto hizi na hizi na hizi na hizi, ili kama kuna namna ya kufanya kuleta rasilimali watu nyingine aweze kufanya hivyo. Kwa hiyo hii ni mifano ambayo nimejaribu kuitoa, pamoja na rasilimali watu lakini pia rasilimali fedha. Kuna maeneo ambayo baadhi ya mambo yanatakiwa yafanyike lakini fedha haifiki kwa wakati, na kuna watu pengine wako mkoani, wilayani, ndio ambao wanatakiwa wahakikishe kwamba wanawajibika kwa wakati, kuhakikisha kwamba wanaidhinisha hizo fedha ziweze kufika katika eneo husika ili ule mradi ufanyike kazi, au kama ni mradi wa kimaendeleo uweze kutekelezwa. Lakini kwa kuwa hayo hayafanyiki, basi unakuta changamoto kama hizo zinajitokeza. Na hii si tu maeneo ya vijijini, hata maeneo ya mijini changamoto kama hizo zipo. Hapa Dar es Salaam penyewe, pamoja na kwamba ni jiji ambalo limechangamka na lina kila kitu na viongozi wakubwa wapo na watu kidogo wana upeo mkubwa wa uelewa wa mambo, unaweza ukaenda sehemu ukakuta kuna changamoto, watu wanalalamika, wanasema kwamba siku hizi si kila siku umeme unakatwa kila wakati, baada ya dakika 5 dakika 10 umeme unakatwa unarudi. Tukiuliza tunaambiwa kuna low voltage. Low voltage ni nini? Wanakuambia bwana, miundombinu inayoleta umeme katika maeneo yenu tayari watumiaji wamekuwa ni wengi, lakini nyaya zilizokuja hapo sijui ni za kV 3, inatakiwa ije kV 11. Sasa masuala ya kitaalamu hayo ambayo yanahitaji wale wahusika waandae bajeti, waipeleke kunakohusika na iidhinishwe kwa wakati, ili kama ni ubadilishaji wa ile miundombinu ufanyike, ili iweze kuwekwa miundombinu ambayo itaweza kusaidia upatikanaji wa uhakika wa umeme katika eneo husika. Sasa unaweza kuona kama changamoto ziko katika jiji la Dar es Salaam hapa. Niambie huko mikoani, vijijini, hali ikoje ya mambo? Manake kama watu wa Dar es Salaam hawawezi kuandika budget na ikafanyiwa kazi na ikaidhinishwa, mtu wa Kaparamsenga akiandika huko kijijini bajeti yake, unafikiri inaweza ikachukua muda gani au miezi mingapi kuweza kutekelezeka? Kwa hiyo unaweza kuona hali kiujumla ilivyo, ni kwa nini hizi kero zimekuwa ni nyingi sana, ambazo wakati mwingine zisingekuwa zinawalazimu viongozi wakubwa wafike huko ili waweze kukutana nazo. Pamoja na kwamba ni wajibu wao wa msingi kuweza kutembelea kila maeneo, lakini wanatakiwa wakitembelea maeneo hayo wakutane na changamoto ambazo ni za viwango vyao vya kimaamuzi, kwamba hapa limeshafanyika jambo kubwa na kwa ufanisi, lakini kuna sehemu tumekwama, kwa wanamalizia. Okay. Yeah. Somo gani ambayo sasa viongozi hawa wakuu wanalipata kwa haya ambao wanayapitia? Umekwenda huku mnasikia kero hivi, unakwenda huku, hasa pale ambapo unataka kufanya teuzi, nini ambacho inabidi kiwe somo kwao baada ya haya makando kando yote? Kwa mujibu wa maoni ya wananchi, kwa sababu kwa sisi wachambuzi wakati mwingine tunakaa na wananchi, tunasikiliza hawa ambao wanawasilisha hizi kero. Unasikia wanapokaa katika vijiwe vyao hivyo ni vya kahawa au wapi, wanazungumza, wakati mwingine huwa wanalaumu pia hata namna teuzi zinavyofanyika. Wanasema kwamba inawezekana wakati mwingine wanaletwa watu ambao uwezo wao wa kiutendaji ama ufahamu na weledi katika baadhi ya masuala ni mdogo, lakini wanakuja kwa sababu mfumo wa uteuzi umekaa kwa kuangalia zaidi wanasiasa, na hasa wale ambao pengine wameshindwa katika vinyang'anyiro fulani fulani. Mara nyingi huwa inatokea hivyo. Na ndio maana siku hizi zinapoitishwa chaguzi za kisiasa, maelfu kwa maelfu ya watu, bila kujali thamani ya uchukuaji wa fomu itakuwa ni ya shilingi ngapi, hata wakiwekewa milioni 10 watu watatoa milioni 10. Lakini kwa nini wanatoa milioni 10? Sio kwa sababu akashinde nafasi anayoiwania, ila wenyewe wanakuambia tunatengeneza CV, yani wanatengeneza wasifu, ili wale wote ambao hawatachaguliwa katika kinyang'anyiro kile, basi kwa sababu wasifu wao umeshaonekana, watakuwa wanaangukia katika kapu la pili, ambao ndio kwenda kwenye eneo la uteuzi katika nafasi mbalimbali. Sasa unawateua watu wa namna hii ambao ni kwa sababu walitoa milioni 10 zao kununua fomu, au walitoa milioni 1, milioni 2 au laki 5 kwa ajili ya kununua fomu, lakini kiuhalisia na kiutendaji wanashindwa kutimiza kile ambacho mamlaka ya uteuzi iliwataka wakatimize pale. Na ni kwa sababu pengine hata malengo yao hayakuwa hayo. Waliingia pale labda na wenyewe wakijaribu kutafuta fursa za kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza na sisi tukanufaika kupitia hivyo. Ndio pale ambapo unaweza ukaona ripoti nyingi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zimekuwa zikitoa maelezo ya kwamba kuna ubadhirifu mkubwa na upotevu mkubwa wa fedha za, wakati mwingine sio kwa kuziiba, isipokuwa kwa uzembe wa kutokuweza kusimamia kikamilifu fedha za umma. Matokeo yake zinapotea. Kuna mahali inapelekwa mifuko ya simenti kwa ajili ya kujenga daraja, lakini baada ya kuhifadhiwa wanakuja watu wanaichukua ile, wanaenda kuiuza kwenye maduka ya vifaa vya ujenzi, na wananchi wanaona, lakini pia hakuna
coordination, yani hakuna muunganiko wa ambao sasa hiyo nadhani ni somo ambalo sasa viongozi wanatakiwa walijue kwamba ipo haja pia ya kuwashirikisha wananchi katika baadhi ya shughuli katika mazingira ya uwazi, kwa maana ya kwamba ni wajibu wa serikali kuu kuhakikisha kwamba inapokwenda kutekeleza majukumu yake basi iweze kuwashirikisha wananchi, kwa sababu ikiwashirikisha wananchi, wananchi watajihisi kwamba ile miradi ni ya kwao na watakuwa na wivu wa kuisimamia. Kuna baadhi ya maeneo tuliwahi kusikia malalamiko kwamba mkandarasi kapewa barabara aiwekee kifusi yani changarawe, na anatakiwa amwage vifusi 200, yani alete zile magari kama 200 aje amwage. Lakini alipokuja yeye anakuja saa 8 za usiku na tipa moja linakuja linamwaga kidogo, kama kuna zile gari ndogo wanasema kirikuu, saizi ya kirikuu. Anamwaga kirikuu moja hapa pap, anasogea mbele kidogo, anamwaga kirikuu nyingine ya 3 mpaka lile tipa linamwaga kama vifusi 4. Kesho akija mkaguzi msimamizi ambaye ndo anatakiwa labda pengine wa halmashauri au nini kuja kuangalia utekelezaji, anakuja anahesabu vile vifusi vya saizi ya kirikuu 1 2 3 4 5 mpaka wanafika wanapata 200, lakini kiuhalisia hayakuja matipa 200 yaliyotakiwa yalete kile kifusi, isipokuwa yamekuja matipa labda pengine 70 ambayo yamemwaga kidogo kidogo yakatimiliza ile idadi ya 200, na yule anapitisha. Akipitisha kifusi kitasambazwa, lakini mvua moja itakaponyesha tu tayari ile changamoto wananchi waliokuwa nayo ya ubovu wa barabara inarudi pale pale. Na matokeo yake inalazimika kwamba kuandikwa andiko lingine la kufikiria ni kwa namna gani itatengenezwa bajeti nyingine ya kuweza kuirejelea ile barabara ili itengenezwe upya. Nini wanapaswa viongozi wasome kutokana na changamoto kama hizi? Maana yake ni kwamba lazima kuwe na wasimamizi waadilifu, wasimamizi wenye taaluma na weledi wa kazi ambayo wanaenda kuifanya, ili waweze kusimamia kwa uadilifu, kuhakikisha kwamba kama umetakiwa ulete tipa 5 za kifusi, basi ni kweli tipa 5 za kifusi zifike eneo la mradi na si vinginevyo. Lakini pia waadilifu ambao hawapendi rushwa, kwa sababu katika ufanyaji wa mazingira kama hayo ya ubadhirifu, manake yako mazingira ya wazi ambayo yanaonyesha kabisa kwamba inawezekana kuna namna fulani hawa ambao wanaifanya hii kazi na wale ambao wanatakiwa waisimamie, kuna namna wanahusiana katika mazingira ya rushwa ya kuweza kuyafanya haya, na hawa wakawapitishia na matokeo yake mradi ukafanyika chini ya kiwango. Sasa wananchi kwa kuwa hawashirikishwi, basi na hakuna uwazi wa namna ambavyo utekelezaji wa mradi unavyofanyika, wanakuwa wanayaona haya, lakini watayasema wapi? Kwa hiyo ndio maana wanamsubiri kiongozi wa juu. Sasa kitu kikubwa ambacho nadhani viongozi hasa serikali kuu wanatakiwa wavifanyie kazi ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza ushirikishwaji wa wananchi, uwazi na ushirikishaji wa wananchi, ili wananchi waweze kujua kwamba hiki ndicho ambacho kimeagizwa na serikali kuu. Na naweza nikatoa mfano mmoja wa ushirikishaji ambao ulikuwa na tija wakati wa changamoto ya Uviko 19. Nadhani mwanzoni wakati serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani, kuna fedha nadhani tulipokea kama sijui ni mkopo, sijui ilikuwa ni msaada ule katika upande wa sekta ya afya wakati ule, na ile pesa ilipotolewa, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akawa amemwagiza waziri wa afya wakati ule Umi Mwalimu kuhakikisha kwamba ile fedha inagawanywa katika maeneo mbalimbali ya nchi ili iende ikafanye maboresho katika sekta ya afya. Kwa hiyo waziri wakati ule mwenye dhamana ya afya akatangaza mgao wa zile fedha katika kila mkoa, na kila mkoa ina maana ukagawa katika kila wilaya katika fungu ambalo limeingia katika mkoa wetu, labda tumepata fungu kiasi fulani, wilaya fulani itapata kiasi fulani, na wilaya fulani, na kila wilaya ikagawanya katika kata zake. Kwa hiyo wananchi wa kata husika wakishajua wilaya yao imepata kiwango fulani cha fedha, kwa kuwa wameona mtiririko wa taarifa, maana yake inawasaidia hata wao kujua kwamba okay, kwenye kata yetu sasa, na nyinyi viongozi wa kata, ile fedha ambayo imekuja kwenye kata, huo mradi unaenda kufanyikia wapi? Kama ni kituo cha afya kinajengwa wapi? Na kitajengwa mtaa fulani, kiwanja fulani ambacho ni sehemu wananchi wanakokaa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba baadhi ya maeneo wananchi walijitolea hata kusaidia usafishaji wa mazingira ya maeneo ambayo vituo vya afya vilikwenda kujengwa. Sasa hii inaonyesha ni kwa namna gani ilikuwa ni mfano mzuri tu, unapowashirikisha wananchi katika mazingira ya uwazi, basi wanahisi ule mradi ni wa kwao, na hata kama kuna mazingira ya ubadhirifu yatataka kutokea, ni rahisi wao kuzuia
kwa sababu wanahisi kwamba hili jambo lina manufaa na faida kwetu sisi kama wananchi, kwa sababu uwepo wa kituo cha afya utasababisha tupate matibabu katika mazingira ya karibu na maeneo tunayoishi. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba mradi huu unatekelezwa. Kwa hiyo hili ni moja ya mambo ambayo nadhani ilikuwa ni mfano mzuri wa namna ya ushirikishaji wa wananchi unaweza kusaidia na ukaleta tija katika kupunguza kero na malalamiko ambayo isipofanyika hivyo basi wakuu watarajie watakapokuwa wakifanya ziara zao lazima watakuwa nakabiliana nayo. Said Msonga, nikushukuru sana. Shukrani sana. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya siasa huyo Said Msonga ambaye tumekuwa naye hii leo. Tulikuwa tukimulika kwa nini sasa imeanza kujengeka tabia, ilianza mazoea na sasa inaonekana ni tabia kwa wananchi. Kila inapotokea ziara za wakuu wa nchi ndiko wanatumia majukwaa hayo kupeleka kero zao na changamoto zao, wakati katika maeneo aliyopo yana viongozi kadhaa ambao wamekasimishwa madaraka pia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa juma hili. Mimi naitwa Nurdin Selemani, kutakia tu usiku mwema, panapo majaliwa tukutane tena Jumatatu. Ramadhan Karim na Kwaresma njema kwako. Kwaheri.